na hiyo haki ya kuuza haya maeneo, hakuwa na hiyo haki ya kutoa makaburi. Na kwanza niwaambieni, uhamishaji wa makaburi uko kwa mujibu wa sheria. Hata wewe ukitaka kumhamisha baba yako au mama yako au mjomba wako, huwezi ukatoka na kikao cha familia ukaenda ukamhamisha babu. Ni lazima ufuate utaratibu wa kuhamisha makaburi. Tumepita hapo, tumeona kuna makaburi yamehamishwa. Tumeona kuna majengo yamejengwa juu ya, ni kinyume na sheria. Hakuna sheria iliyompa mamlaka hayo. Ameambiwa watafute haki yake kwa njia nini? Ya fidia, sio kwenda kuuza nini au kuhamisha makaburi. Ndugu zangu, makaburi ni utu. Wachina wanatoka China wanakuja kwa ndugu zao waliojenga treni ya uhuru miaka ya 60 kwa sababu kuna nini? Kuna makaburi. Makaburi yanachungwa, yanatunzwa kwa mujibu wa sheria. Hata sisi halmashauri au serikali inapohamisha makaburi, kwanza inatoa usumbufu kwa ndugu, inatafuta eneo, inahamisha kwa utaratibu, na viongozi wote wa dini husika wanakuwepo. Hubebi. Hakuna mtu anayefanya unachukua miili ya watu, mabaki ya miili ya watu unafanya kama ni mifugo. Hiyo sio sawa. Nikuombe kamanda OCD, oneni namna hii ni kosa la jinai. Hatuwezi kuruhusu mtu kufukua hivyo anavyotaka yeye. Leo hii wenzetu ambao walikuwa Kigilagila, walikuwa Kipawa, waliokuwepo Kinondoni, wanaamini ndugu zao wamezikwa wapi? Hapa. Unampeleka kwenye kaburi lipi kutoa heshima ya ndugu yake? Kamanda OCD, ni kuombe sheria ichukue mkondo wake. Hukumu ipo. Hukumu haijampa mamlaka ya kuhamisha makaburi. Hukumu haijampa mamlaka ya kuuza viwanja. Hukumu haijampa mamlaka ya kugawa eneo. Hukumu imemwambia namna ya utaratibu wa kupata haki yake. Jambo la tatu, wako wenzangu ambao nimeona wamejenga humu. Kwanza niwape pole. Wakamshtaki aliyewauzia, awaonyeshe aliwauziaje eneo la makaburi. Maana yake nawataka muanze kuondoka, mtoe nyumba zenu wenyewe, lakini ni washauri wampeleke mahakamani aliyewauzia. Ya majukumu ya halmashauri ni kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeainisha haki zetu za kuishi, lakini haki za binadamu. Lakini la tatu, ndugu wananchi, ambalo ningependa mfahamu, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ndiyo mwenye mamlaka ya kupanga mji, ndiyo mwenye mamlaka ya kuelekeza kwamba hiki kikae wapi, saa ngapi, lini na kwa muda gani. Sasa tunafahamu, na mimi ninafahamu, kwamba kumekuwa na mgogoro wa muda mrefu kwenye eneo hili la makaburi. Wananchi wenzetu mnazuiwa kuzika, wananchi wenzetu mmekuwa mkipata usumbufu. Mimi niseme sheria za mipango miji ziko wazi. Eneo la makaburi linabaki kuwa la makaburi, eneo la kuzika linabaki kuwa la kuzika. Hizi ni sheria za mipango miji. Lakini katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya halmashauri, uondoshaji, kuzika, upo mwongozo. Ukitaka kuhamisha makaburi, zipo taratibu za kuomba kibali, unahamisha. Ukitaka kuzika pia unaomba kibali, unazika. Tafsiri yake ni kwamba hatuwezi tukafanya mambo kiholela kwa sheria zetu za halmashauri. Huwezi ukaondoa marehemu ambao wamezikwa na kwenda kutupa bila kufata utaratibu. Kwa hiyo
Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi commitment yangu kwako, wajumbe wa kamati ya usalama na wananchi hawa ni kwamba tutakwenda kusimamia. Julius Mwegele ni muhanga wa kutoka Kipawa. Tumetoka Kipawa, tumeletwa hapa kwa ajili ya kupisha mradi wa uwanja wa ndege. Ila kwa masikitiko, toka tumefika mji huu sisi hatuna amani. Muda wote ni mapanga, fujo, matishio, ndio kitu kikubwa ambacho kiko hapa. Miili, nakumbuka wakati huo niliwahi kusimamia zoezi la miili iliyotoka Kigilagila, miili 360. Tulikuwa tunafikia pale msikitini. Tumechimba eneo hilo linalomzunguka Mama Isaya lote. Kwa bahati mbaya Mama Isaya amefukua miili yote, ameitupa dampo. Juu ya miili au chini ya hayo makaburi juu kuna nyumba watu wanaishi. Yeye anasema hili eneo ni lake, na sio hili tu. Kwa hapo mbele kuna eneo la kanisa, nalo limeuzwa lote, limejengwa makazi ya watu. Na bado amechukua viwanja vya watu navyo anakata, anasema nao ni eneo lake. Kwa hiyo yeye katika eneo hili ana zaidi hata eka 20. Anasema zote ni za kwake yeye. Sasa hatuelewi TAA walituleta hapa kwa maslahi yapi? Tuje tunyanyasike au tupishe ule mradi? Tunaomba serikali itusaidie. Kama tulikuja kimakosa hapa tulipo, basi tunaomba mturudishe kule tulikokuwa. Kama haiwezekani, basi tengenezeni amani eneo hili. Tumekuja hapa toka 2010. Hesabu 2010 mpaka leo tunalalamikia neno moja hili. Hatuna amani. Mwisho wake ni nini? Serikali mnataka tuuane? Sisi hatutaki hayo. Sisi tunachotaka ni amani eneo hili. Kama tumekuja kimakosa mtuondoe. Kama tuko kihalali basi mtuthibitishie tuko kihalali, watu wa Kipawa eneo hili. Naitwa Elizabeth Simon Mwakapangara. Nilikuwa na kesi mahakamani, nilishtaki manispaa, TAA pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Nimesimama nao mahakamani, ilikuwa 2020, hatimaye hukumu yangu ilitoka tarehe 20 mwezi wa 10 2022. Kwa kweli nilivyokuja hapa nikaanza kuendeleza maeneo yangu kwa sababu mahakama ilikuwa imenikabidhi. Sasa ninashangaa sana kwamba imetokea tena mwenyekiti aliyopita anaitwa Mfinanga, Kasimu Mfinanga. Alikuwepo kwenye ushahidi upande wa serikali, lakini upande wa serikali wakashindwa, wakanipa ushindi mimi. Sasa ninashangaa watu wengine wanakuja wanasema kwamba ni eneo lao la makaburi la kuzika. Kwa kweli hiki kitu nashindwa kuelewa. Kuna mtu mmoja, ili eneo tuinua kwa mzee mmoja anaitwa Salum, ni muda mrefu alinunua mume wangu. Mimi ni kama msimamizi wa mirathi. Na ukubwa wake lina eka 6. Ambao kule juu kuna eka 2.5, huku chini kuna eka 3.5. Kwa kweli mara ya kwanza babangu, mimi ni binadamu, nilienda